Sehemu ya 5. Lakini hebu tukumbushane kidogo kuhusiana na sehemu iliyopita. Lilian anauawa kikatili masaa 9 baada ya kuwepo kwenye get together na wahitimu wenzake wa chuo kikuu cha Kauki. Wahitimu hao wanadhani muuaji ni Steve ambaye alikataliwa na Lilian, na Steve anakamatwa na maaskari na wote wanafurahia wakidhani kesi hiyo imeisha. Je, imeisha kweli? Songa nayo. Hivi tarehe ya kuzaliwa ya Aileen ni lini? Aliuliza Karen kwa Tuma. Unawaza kuhusu birthday kwenye msiba? Alijibu Tuma kwa mshangao. Hapana, Aileen kaniambia kuwa password yake ni tarehe yake ya kuzaliwa, na ninataka kufungua simu yake hapa niwapigie watu wa maturubai, alijibu Karen. Naikumbuka tarehe ya Jimson tu ambaye ni kesho kutwa. Ingia Facebook uangalie tarehe yake ya kuzaliwa, alishauri Tuma. Karen alichukua simu yake akafungua Facebook, na alipokuwa katika harakati za kuangalia tarehe ya Aileen, mara akashtuka. Vipi wewe? aliuliza Tuma. Macho ya Aileen yalikuwa mekundu. Macho ya mama yake Lilian yalikuwa mekundu pia. Aileen alikuwa karibu na mama Lilian. Binti yangu hakuwa na tatizo na mtu wala hakuwa na shida na mtu. Kwa nini akatishwe maisha yake namna hii? Huyo Steve huyo, alilia mama Lilian. Taarifa za kukamatwa kwa Steve zilimfanya mama Lilian aanze kulia upya. Aileen alibaki karibu yake akimfariji, mama wa marehemu rafiki yake. Huku nje Karen na Tuma walikuwa wanashangaa posti kwenye Facebook. Posti hiyo ilikuwa inamkera sana Tuma. Hivi kwa nini watu wako hivi jamani? Alisema Tuma kwa masikitiko makubwa sana. Posti hiyo ilikuwa ni video fupi ya Alidi akisinzia mpaka akianguka. Video hiyo ilichukuliwa wakiwa bado chuo, ila siku ya sherehe ya kukutana Aileen aliiposti. Hakuna aliyejua ni kwa kiwango gani posti hiyo ingekuja kuleta madhara kwa wanafunzi na wahitimu wa chuo kikuu cha Kauki. Ngoja nikampe vidonge vyake, alisema Tuma huku akisimama. Hapana, acha tuzike kwanza. Amani kwanza ili linaweza subiri. Ona, marehemu mwenyewe alikuwa wa kwanza kucomment. Tutafanya nini sasa? Tutulie kwanza, alishauri Karen na kufanikiwa kumtuliza rafiki yake kwa muda. Karen alimwangalia Alidi ambaye alikuwa amekaa peke yake pembeni kama kawaida yake. Alidi alitabasamu. Tuma aliumia na kuzidi kumwonea huruma Alidi. Maskini Alidi. Anajua kuwa kuna hii posti? Aliuliza Tuma na kuzidi kusikitika. Pamoja na kuwa huu ulikuwa msiba wa Kikristo, lakini bado wanafamilia hawakuona sababu ya kukawia. Maandalizi yalifanyika haraka. Hatimaye watu wote waliokuwa wamehudhuria msiba huo walikuwa makaburini. Baada ya haya yote, inakupasa kujiuliza, tamati yako ikifika, utaenda wapi mwanangu? Utaenda wapi binti yangu? Utaenda wapi? Mchungaji Lugono alisikika akiongea kwa uchungu na kwa hisia kali katika mahubiri yake hapo makaburini. Ujumbe wake ulikuwa unagusa wengi. Ujumbe huu uliwafanya watu watathmini maisha yao, uzinzi wanaofanya, uongo, usaliti na mengine mengi. Wakati hayo yanaendelea, Idris alikuwa mbali sana. Alikuwa akimfikiria Tuma. Alishangaa kwa nini pamoja na utanashati wake wote, Tuma alikuwa anaangukia kwa Alidi taratibu. Pembeni yake alikuwepo Ian kama kawaida. Oya, nina wazo, alisema Ian. La? aliuliza kifupi Idris. La kuwatenganisha Tuma na Alidi uingie wewe, alisema Ian. Ian alikuwa mtu wa matani sana, kwa hiyo Idris alidhani ni moja kati ya matani yake. Huamini au sio? aliuliza Ian, na bila kusubiri jibu akaongeza, watch and learn. Akaenda kwa Alidi na kumwonyesha simu yake.
Uso wa Alidi ulikuwa wa huzuni kwa sababu ya msiba, ila baada ya kuona alichoonyeshwa na Ian ulizidi kuwa wa huzuni, uchungu, masikitiko na hasira. Ian hakuishia hapo, aliscroll akamuonesha tena. Safari hii hali ya Alidi ilikuwa mbaya zaidi kuliko ya kwanza. Alipatwa na hasira hadi akawa anatetemeka. Itaendelea. Usikose sehemu inayofuata.